Raila Amolo Odinga, kiongozi ambaye ametia msisitizo kwenye uboreshaji wa elimu, amesimama kama nguzo ya matumaini kwa taifa linalotafuta maarifa, akiinua dira iliyojengwa juu ya urithi wa walimu na moyo wa kujitolea. Ameguza vizazi kupitia ufadhili, vituo vya elimu na mapambano yake ya kuhakikisha elimu ya bure, jumuishi na yenye usawa kwa kila mtoto wa Kenya. Ann Musungu ana taarifa hiyo. Ni dhahiri kuwa historia ya Raila imejikita kwenye elimu, kwani alizaliwa na mwalimu na akaoa mwalimu. Baba yake Jaramogi Oginga Odinga alianza kazi kama mwalimu katika shule ya Maseno. Mama yake Mary Juma alikuwa mwalimu wa shule ya msingi, na mkewe Ida aliwahi kufundisha Kiingereza katika shule ya upili ya Kenya High kabla ya kuachishwa kazi wakati Raila alipokuwa kifungoni mwaka 1987. Mchango wa Raila Odinga katika elimu ulianza mwaka 2006 alipoanzisha wakfu wa Raila Odinga. Miaka 6 baadaye, taasisi hiyo ilizindua mpango wa ufadhili wa masomo na malezi wa shilingi milioni 300 kwa wanafunzi wasiojiweza. Mwaka 2016 alianzisha kituo cha Raila Odinga huko Kibra, kitovu cha ubunifu chenye madarasa, maabara na maeneo ya kujifunza elimu ya kidijitali kwa vijana wa mitaa ya mabanda. Wakati mtaala wa umahiri yani CBC ulipokumbwa na upinzani mkali mwaka 2017 kutokana na utekelezaji hafifu, Raila alisimama kinyume na wengi, akitetea mfumo huo kama mageuzi yaliyolenga kuwapa wanafunzi ujuzi unaohitajika katika soko la ajira la kisasa. Dira ya Raila kuhusu elimu ya bure pia ililingana na ile ya rafiki yake wa muda mrefu marehemu Mwai Kibaki. Aliyebuni mpango wa elimu ya msingi bila malipo mwaka 2003. Wakati wa kampeni za urais wa mwaka 2022, Raila aliahidi elimu ya bure na ya lazima kuanzia shule ya msingi hadi chuo kikuu, akiahidi kufadhili mpango huo kupitia mapambano dhidi ya ufisadi na matumizi bora ya fedha za serikali. Ati kila mtoto amezaliwa kwa taifa letu kuanzia mwaka ujao, kuanzia nursery kupitia primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu anasoma bila kulipa hata ndururu. Baada ya kushindwa kwenye uchaguzi wa 2022, Raila aliendelea kupaza sauti akisisitiza uwajibikaji katika sekta ya elimu. Mnamo Januari mwaka 2024, alishutumu utawala wa Ruto kwa kuchelewesha mabilioni ya fedha za mgao wa shule, akionya kuwa taasisi za umma zilikuwa zikidhoofishwa na ahadi zisizotekelezwa. Kufikia mwaka 2025, aliongeza ukali wa ukosoaji wake, akisema serikali ilikuwa inadunisha shule na kuonya kuwa mpango wa elimu wa bure ulikuwa hatarini kusambaratika. Mwaka huo huo, katika mkutano wa ugatuzi wa mwaka 2025, Raila alifufua pendekezo lake tata la kugatua elimu ya msingi na ya sekondari kwa serikali za kaunti. Pendekezo hilo lililowahi kuwasilishwa kwa mara ya kwanza mwaka 2020 lilikumbwa na upinzani mkali kutoka kwa vyama vya walimu na wadau wa elimu, waliodai kwamba lingedhoofisha usimamizi wa walimu na kuongeza pengo la usawa kati ya kaunti tajiri na zile maskini. The time has come for Kenya to devolve education up to secondary school. It makes no sense to see a Minister of Education going to Marsabit, to Garissa, inspecting primary school structures or construction. Hata hivyo, Raila hakukata tamaa, akiendelea kusukuma ajenda ya uwazi, usawa na mageuzi katika sekta ya elimu nchini Kenya. Ann Musungu, KTN, Nairobi.